Wanawake, hii inakuhusu. Wanawake, hii inawahusu. Hakikisha katika chumba unacholala na mume wako hakukosekani vitu vifuatavyo. Kwanza, chupa ya chai, yani thermos. Kitu cha pili ni vitambaa viwili. Sio kimoja, tafadhali. Ni viwili. Kuna miski, alafu kuna mafuta ya nazi. Sasa moja kwa moja nikizungumzia maana ya kila kitu ambacho nimekitaja katika ule wakati wa kuvumbulana. Miski nyeupe ina kazi gani wakati wa kuvumbulana? Hii, msikilizaji, kwa wewe mwanamke, unajipaka kwenye kipochi manyoya chako na unajipaka jisaji moja kabla ya kuvumbulana na mumeo, kwa sababu miski nyeupe inakusaidia wewe kama mwanamke. Kwanza, kei yako inakuwa na joto, inasaidia kei yako kuwa na mnato, alafu pia inasaidia kutoa harufu mbaya na shombo yoyote ambayo itakuwa pale. Hata mume wako akisema anakuingilia, anasikia utamu juu ya utamu na anazidi kupata ile ashki. Kwa hivyo, tafadhali jifundishe kutumia miski nyeupe. Na nikutoe wasiwasi, kwa sababu hii miski nyeupe haina madhara yoyote. Kitu chengine, matumizi ya vile vitambaa. Sijataja kitambaa, nimetaja vitambaa. Ina maana vinahitajika kuwa viwili. Yaani wewe ukishajua kwamba hii leo kutakuwa na kuvumbulana, unafaa kuweka vitambaa vyako chini ya pilo, chini ya mto. Na kazi yake ya hivi vitambara sio kwamba unajifutia jasho baada ya kuvumbulana, baada ya lile zoezi zito ambalo litakuwa limepita kati ya wewe na mume wako. Hapana. Hivi vitambara hususan kazi yake ni kujisafisha, msikilizaji, wewe pamoja na mume wako munapomaliza kuvumbulana. Sharti vitambaa viwe viwili, sio kitambaa kwamba ni kimoja ujifute wewe kisha umfute na mume wako. Huo ni usungo mkubwa sana. Wewe una kitambaa chako unajifuta, na hapa kujifuta ni unajifuta yale manii ambayo mwanamume wako kwanza itakuwa amekumwaia, alafu wewe mwenyewe kama mwanamke itakuwa umeloa. Kuna wanaokojoa, wanaoloa, vyovyote vile. Wakati umefika mshindo, unajisafisha, na mume wako kile kitambara chake unamsafisha yeye. Na kwenye kusafisha uume, unahakikisha unasafisha kuanzia chini kwenda juu, na wala sio juu kwenda chini. Tumefahamiana? Ndiyo kazi ya hivyo vitambaa viwili. Na kwa sababu hivyo vitambara havina uchafu, sawa, hivyo vitambaa marufuku kumpatia dada wa kazi kuviosha, kwa sababu huo ni usungo. Unampaje mdada wa kazi afue uchafu wako wewe na mume wako? Hao usungo huo, hicho kitendo ni usungo, na we mwenyewe mwanamke utaishia kuitwa msungo. Kama huwezi kuvifikicha huo usiku, unaweza kuweka chumbani kwako asubuhi na mapema, ukaamka ukavifua na ukavianika. Na vitambara shurti mwanamke uwe navyo 7, sio kwamba ni hicho kimoja chafuka nkufue kauka nkuvae. Hapana, kila siku na kitambara chake. Tumeelewana? Ile chupa ya chai, yani thermos, ni lazima wewe kama mwanamke ndani ya chumba chako kusikosekane maji ya moto. Na hayo maji ya moto ndio utakayohifadhi kwenye thermos. Lakini sasa ukishamaliza kuvumbulana na mumeo, unachukua
maji ambayo yapo kwenye thermos ambayo ni ya vuguvugu na kitambaa chako, kisha unaanza kumkanda, unafanya kama massage kwenye mboga ya mumeo kwa utaratibu. Jamani, maji hapa yanayotumika ni maji ya vuguvugu, sio maji ya moto. Ukaanza kumfukua manyoya kama kuku, utamuua mtoto wa watu huyo. Maji ni ya vuguvugu, unamfanyia massage, unaikanda ile peremende ya baby love wako kwa kupandisha juu na kushusha. Kwa nini unatakiwa wewe kama mwanamke kufanya hivyo? Hii inasaidia sana katika kufanya uume wa mumeo pamoja na misuli yake kurelax. Nasikitika sana kwa mwanamke yeyote ambaye anamfuta ama anamfanyia massage mume wake kwa kutumia maji baridi. Utamtia mshipa wa ngiri mtoto wa mama mkwe huyo. Wanawake wengine nao wanawakandika waume zao mijaji baridi, na ndio pale kila wakati mume anataka chai. Kila wakati wewe ukiona wewe ni mwanamume na umemaliza kumvumbula mke wako, umemaliza tu unataka kitu cha moto, mara chai, mara unalalamika, kwa sababu misuli yako haija relax. Lakini iwapo utakuwa unamaliza kuvumbulana na mpenzi wako, alafu mwisho wake anakukandika kwa maji ya vuguvugu, trust me, utakuwa sawa, misuli yako itarelax na utakuwa tayari katika kupiga bao la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, mpaka la lile ambalo utatosheka nalo wewe. Tumeelewana? Kitu chengine ambacho ni muhimu kwa mwanamke kuwa nacho kwenye chumba chake ni mafuta ya nazi. Kwa sababu kabla hata sijaendelea, wewe unayenisikiliza na wewe unayeniangalia, nataka nifahamu nyumbani kuta ya nazi. Naweza kuzungumzia hivi sasa hivi kila mtu anajifanya mtoto wa mjini. Anajifanya pisi ngumu wewe. Ulivyokuwa bado unaviweka dirishani. Wewe mtoto wa mjini. Na kama kweli wewe ni mtoto wa mjini, basi ni lazima uwe na mafuta ya nazi chumbani kwako. Mbona mafuta ya nazi siku hizi sio lazima yatoe ile harufu ambayo unasema inanuka vibaya? Kuna asumini, kuna vilua, kuna mawardi. Unaweza kutia pale ndani ya mafuta ya nazi ili kutoa ile harufu kali ambayo mafuta ya nazi yanatoa. Sawa? So, kazi ya mafuta ya nazi yanakusaidia wewe mwanamke ambao unakauka ute kwenye kipochi manyoya chako. Kuna wanawake ambao wana tatizo la kuwa wakavu, yani wao hawako wet, wanakuwa dry wakati labda unatafuta lile bwao la pili ama la tatu wanapovumbulwa. Sasa kwa wewe ambao unajua una tatizo kama hilo, utachukua mafuta ya nazi, paka kwenye kei yako, ikiwezekana jipake kwenye mapaja, kwenye kuzunguka kwenye kei yako, kwenye pindo za mapaja karibu na makalio, kwenye tumbo. Unaelewa? Zungushia hapo kwenye kiuno. Okay? Mpaka kwenye mstatili. Kote jipake mafuta ya nazi ili uvutie. Wewe unajua vile ambavyo mwili wako unameremeta, unaninginika ukijipaka mafuta ya nazi. Na sio mume wako akikupapasa ngozi ya mwili, jamani, imekakamaa hiyo kama chura. Shangazi, uogopi? Jamani,
Kuwa mpenzi wa kutumia mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi haya msikilizaji, yanafanya ngozi yako kuwa laini na yanakufanya uwe na joto. Unaelewa? Mwili unavyozidi kupendeza, kuvutia, unaelewa? Ndio inamfanya huyo mume wako kila akiweka mkono anaona mkono unateleza. Kila ukiweka mkono unateleza. Yaani pale kama hata ilikuwa hana nia ya kukuvumbula kwenye bao la pili ama la tatu. Mbona mboga inasimama yenyewe? Kwa sababu gani? Mwili laini, umekuwa kama mtoto. Sawa? Kwa hivyo kuvutia muhimu jamani. Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.